Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameongoza viongozi mbalimbali na wananchi katika kumbukizi ya miaka 5 ya kifo cha Rais hayati Dr. John Magufuli. Wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya inakabiliwa na changamoto ya miundombinu duni katika masoko ya ndizi, hali inayowalazimu wafanyabiashara kuuza wakiwa wameweka bidhaa kwenye matope. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeielekeza Wizara ya Ardhi kuchukua usimamizi wa viwanja ambavyo bado havijapandishwa kwenye mfumo wilayani Korogwe mkoani Tanga. Na msururu wa milipuko mibaya kujitoa mahanga ya ikumba Maiduguri, mji mkuu wa jimbo la Borno, na kuwa pamoja na kujeruhi idadi ya watu ambayo haijathibitishwa na kuzua hofu mpya katika eneo hilo. Habari za sasa, mtazamaji, ninakukaribisha katika Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Tuanzie mkoani Geita. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameongoza viongozi mbalimbali na wananchi katika kumbukizi ya miaka 5 ya kifo cha Rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Magufuli, iliyofanyika Chato mkoani Geita, aliyefariki dunia Machi 17 mwaka 2021. Akitoa salamu kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Nchimbi amesema Rais ametoa shilingi milioni 100 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa makumbusho yake katika eneo hilo, na kwamba serikali itaendelea kumwenzi hayati Magufuli na kuendeleza urithi wake. Waheshimiwa viongozi, wanafamilia na washiriki wote, kwa kutambua na kuenzi mchango wa hayati John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akifuatilia kwa karibu ujenzi wa makumbusho yake hapa Chato. Mheshimiwa Rais ametaarifiwa kwamba ili ujenzi wa makumbusho ya hayati Pombe Magufuli yakamilike, zimepungua kiasi cha shilingi milioni 100 ili kukamilisha makumbusho yake hayo. Ninafurahi kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais ameamua kutoa fedha hizo zote ili kukamilisha kazi hiyo. Askofu wa Kanisa Katoliki Jimbo la Bunda, Simon Masondore, akihubiri katika ibada ya misa takatifu ya kumbukizi hiyo, amesema hayati Rais wa awamu ya 5 Dr. John Magufuli amebaki kama shamba darasa ambalo Watanzania wengine wanapaswa kujifunza kwake, huku akitoa wito kwa viongozi nchini kuwa wasikivu na kusikiliza mambo mema wanayoshauriwa. Sisi tunalo jukumu la kuwaombea ninyi viongozi wa serikali, na tunawaombea sana na tunawaombea pia basi muwe wasikivu. Mungu awalinde na kuwatunza. Muwe vyombo vyake na sote tuwe vyombo vyake. Nathani alikuwa nabii nyakati za Daudi, akafanya kazi nzuri ya kumshauri Daudi kama mfalme. Kumbe sisi pia tunaowazunguka viongozi tuwashauri vizuri, tuwe Nathani, sawa? Tufanye kazi nzuri. Tuwashauri vizuri viongozi wetu. Daudi, ogopane na wala tusiogope. Mungu yuko pamoja nasi, anatupenda kama watoto wake wa Tanzania, anaipenda nchi yetu na anatupenda sote kama watu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Viongozi mbalimbali wakiwemo wastaafu Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango na Waziri Mkuu mstaafu wa Tanzania Kassim Majaliwa wamemwelezea hayati Rais Magufuli kuwa alikuwa kiongozi mwenye imani mkali ambaye hakupenda mzaha katika mambo yake, wakiwataka wananchi kuiga mambo mazuri aliyoyafanya kiongozi. Hayati yeye alikuwa ni mtu mkweli, lakini pia alikuwa hana mzaha katika mambo yake na ni mkali. Alikemea maovu, wezi wala rushwa, wabadhirifu wa mali za umma, na yule ambaye hakufuata misingi hii aliachana naye.
Huu ndio ulikuwa utaratibu wake. Leo pia tunamkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sisi ambao tulikuwa karibu naye tuliweza kushuhudia na kunufaika na busara zake na hekima zake katika kuongoza taifa hili, na hasa kutambua rasilimali za nchi na wananchi wenyewe na wanyonge wakiwepo. Kwa familia, siku ya leo ni siku yenye hisia tofauti kwetu. Tunamkumbuka baba, babu, kaka, mjomba ambaye upendo wake kwetu haukuwa na maneno mengi bali vitendo zaidi. Mtazamaji, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya inakabiliwa na changamoto ya miundombinu duni katika masoko ya ndizi, hali inayowalazimu wafanyabiashara kuuza zao hilo wakiwa wameweka bidhaa zao chini kwenye matope, jambo linaloweza kuhatarisha afya za walaji na kushusha thamani ya zao hilo sokoni. Mwanahabari wetu Emmanuel Lulandala ana taarifa zaidi. Agizo hilo limetolewa wakati wa kikao kilichowakutanisha viongozi wa serikali na chama kilichojadili taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo mkuu wa wilaya Rungwe Jafari Haniu amewaagiza watendaji wa halmashauri kuhakikisha wanachukua hatua za haraka kujenga na kukarabati masoko ya ndizi katika maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo ili kuboresha mazingira ya biashara. Soko la ndizi Kiwira, ni waombe wajumbe watu wasiwadanganye. Serikali imeshaanza kulipa malipo ya awali kwa mkandarasi. Palikuwa na changamoto ya mchoro, kwamba michoro iliyokuja awali kutoka kwa wenzetu TAMISEMI ilikuwa haiendani na hali halisi ya masoko yetu ya ndizi. Hatuwezi tukajenga soko la ndizi kama hili darasa tulikaa humu ndani. Tunataka ndizi zionekane, ziwe wazi, tupate sehemu ya kivuli ili hata magari yakija ni rahisi kuweza kupakiza ndizi zako. Baadhi ya wananchi wameeleza changamoto wanazokutana nazo katika masoko hayo, huku wakibainisha kuwa ukosefu wa miundombinu bora unafanya kufanya biashara katika mazingira yasiyo salama kiafya. Tumepata bahati kujengewa soko Kiwira la ndizi, lakini uendezaji wake umekuwa ni mgumu sana, na wanapouza wamama ndizi kwa sasa hivi pamekuwa ni hali ya hatari, na mpaka sasa hivi wanawaza kwamba tungerudi kwenye soko letu la Karasha endapo lisingechimbwa mashimo, kwa sababu lile eneo ni dogo, alafu ni hatarishi kwa eneo la barabara, lakini wamechimba mashimo mpaka leo hakieleweki kinachoendelea pale. Sasa hivi wanachungia ng'ombe, nyasi zinaota mle ndani. Lakini swali la pili, niko kwenye sekta ya kilimo, soko la maparachichi, kutunzia maparachichi kata ya Nkunga, lile linajengwa slow sana, wamejenga msingi tu, lakini hatuelewi kinachoendelea ni nini mpaka sasa hivi, kwa sababu mkataba waliopewa karibu naisha sasa. Hatuelewi nini kinachoendelea, kwamba soko la ndizi la pale Mabonde ambalo liko kwenye eneo la Msasani litakamilika lini? Kwa sababu mwenyekiti, hata tukisema mkutano wote huu uende kwenye mazingira ambayo wananchi wa Rungwe wanaweza kuuza ndizi pale Mabonde, ni aibu. Kwa upande wake, mkuu wa idara ya kilimo wilaya Rungwe Adam Salum amesema tayari kuna mkakati unaoendelea kutekelezwa ili kuboresha masoko hayo na kuhakikisha wafanyabiashara wanapata mazingira bora ya kufanyia shughuli zao. Park house inayojengwa Nkunga, ile park house bahati mbaya sana inasimamiwa na Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo sisi kama wadau tunatoa tu taarifa kwamba utekelezaji uko hivi, lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba pale tulichelewa kwa sababu ya mazingira ya, inaonekana yule aliyepata tenda ile eneo ilibidi achimbe kwa kiwango cha kwenda chini ili kuja kutengeneza ule msingi. Wanasema hiyo kazi haikuwepo kwenye mkataba. Kwa hiyo ililazimika kwanza warekebishe mkataba na fedha ziongezeke ndipo tuweze kuendelea. Kwa hiyo sasa hivi tuko hatua ya msingi, nadhani tutakimbia. Taarifa tulizonazo ni kwamba sasa wataanza kupandisha kuta ili iweze kukamilika kwa wakati, na mkakati wetu kwa maana kwenye zao letu la parachichi tunatakiwa kufikia lengo. Naye mwenyekiti wa CCM wilaya Rungwe Maxon Mwakipunga amesisitiza umuhimu wa usimamizi madhubuti wa miradi hiyo ili iweze kukamilika kwa wakati na kuleta tija kwa wananchi.
hebu tungeni sheria, na hili nawaambia pamoja na madiwani mlioko hapa, kwa sababu hawatungi peke yao, sheria ambazo haziwaumizi wananchi wa Rungwe, sheria ambazo zitatekelezeka kuliko sheria ambazo zitaleta manunguniko makubwa kwa wanarungwe. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Niwaombe watu wa Ilima, diwani uko hapa, viongozi wangu wa kata mko hapa. Kwanza, Mheshimiwa Diwani, ulipokuwa mwenyekiti wa kijiji mlianza mkakati wa kupanda kukoa. Naomba ule mkakati ulikuwa unabeba na miche, nakumbuka. Naomba muendelee kupanda kukoa kwa wingi kama zao mbadala wakati chai na inasuasua. Lakini pia tuingie sasa kwenye magimbi. Ndugu zangu, magimbi wala hayana shida, hayahitaji mbolea, yaani ni zao rahisi mno kulilima. Hebu twende tukapande hilo zao la magimbi kwa wingi, na mimi nitakuwa mwalimu. Kwangu mtakuja kwenye shamba darasa la magimbi. CCM oye! Nikiripoti kutoka wilayani Rungwe mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala. Na sasa tuelekee mkoani Tanga. Waja leo kuondoka majaliwa. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeielekeza Wizara ya Ardhi kuchukua usimamizi wa viwanja ambavyo bado havijapandishwa kwenye mfumo pamoja na vitakavyopimwa kwenye mradi wa kupanga na kupima na kumilikisha unaotekelezwa katika vijiji vya Makinyumbi Station na Makinyumbi Mwembeni Korogwe, huku ikisisitiza ugawaji wa haki unaowapa kipaumbele wenyeji wa eneo husika. Maelekezo hayo yametolewa wilayani Korogwe na makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Mary Masanja baada ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kutembelea eneo la mradi. Mwenyekiti wa kijiji cha Makinyumbi Station Gabriel Studio amewekea mkazo suala la wenyeji kupewa kipaumbele na kujengewa uwezo kwenye masuala ya mfumo wa uombaji viwanja, huku mwenyekiti wa Makinyumbi Mwembeni Saidi Sangali ameomba miundombinu muhimu iwekwe kwenye maeneo yaliyopangwa na kupimwa. Kwenye hivi viwanja ambavyo havijapandishwa kwenye mfumo na vingine vitakavyopimwa kwenye shamba hili, usimamizi uwe chini ya Wizara ya Ardhi. Watakapopandisha kwenye viwanja hivi vilivyobaki, ugawaji, wizara yenyewe itatuma mwakilishi hapa ikishirikiana na watumishi wa halmashauri kuhakikisha ugawaji uwe ni wa haki, fair, na consideration kubwa iwe kwa wenyeji. Na hili ninalielekeza kwa sababu kumekuwa na malalamiko makubwa sana kwenye upande wa wenyeji, wananchi. Naibu Waziri wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Kaspari Muya, amesema wao kama wizara yote yaliyozungumzwa wameyachukua kama angalizo. Tukiupanga vizuri na kuusimamia, tutapata mji mkubwa ambao una miundombinu yote ya kisasa hapa kama mawazo ambayo umeyasema. Na hii maana yake inatupa fikara hata kwenye miji yetu mikubwa huko Dodoma pale, tuangalie Dumila wapi, yani hivyo. Kwa hiyo tumepokea huo ushauri. Lakini vinginevyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo yote mlioyasema sisi tumeyachukua kama ni angalizo kama wizara. Mradi huo wa kupanga, kupima na kukamilisha umekuja baada ya shamba la Makinyumbi lenye ekari 9220 kubadilishwa umiliki kwa amri ya Rais kwa tangazo la serikali namba 58 la mwaka 2024. Tunachokiomba sana katika huu mradi ambao umetimia wa kupima ardhi na makazi, tunaomba hasa sisi wazawa, hebu mtufikirie sana hasa katika swala sisi kupata ile ardhi, kwa sababu tumeona mpango uliokuwa umeanza kwanza ule kuuza vile viwanja, hasa wazawa hawakupata ile fursa vizuri, na hasa katika maeneo yetu haya sisi tunatumia hasa simu zetu hizi kuingia katika hayo mambo mpaka tuone huo mpango wa mtandao na nini, hatujui hapa. Kwa hiyo nilikuwa tuna ombi langu kwamba kupitia wananchi wetu, hebu mtengeneze mfumo ambao kuhakikisha kwamba hawa pia wasioweza kujua hizo mbinu za mtandao kwamba kiwanja kinapatikanaje, basi tujue nasi tupate. Na sasa turejee hapa jijini Dar es Salaam. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabele amezindua rasmi msimu wa pili wa muhula wa pili wa SUMA JKT Marathon 2026
Mbio hizi zitafanyika Juni 7 mwaka huu jijini Dodoma, zitazoenda sambamba na kauli mbiu ya kasi yetu, nguvu ya jamii yenye afya na maendeleo. Potina Nelson anatujuza zaidi. Akizungumza katika uzinduzi huo jijini Dar es Salaam, amesema lengo kuu la kuanzishwa Suma JKT Marathon amesema ni kuwezesha huduma za afya ya mama na mtoto, huku akitoa wito kwa jamii na taasisi mbalimbali kujitokeza kushiriki marathoni hiyo. Kuanzisha kwa mbio hizi ni hatua nzuri inayodhihirisha dhamira ya Jeshi la Kujenga Taifa kupitia Suma JKT ya kuthamini na kutambua juhudi za serikali ya awamu ya 6 ambayo imekuwa ikipambana na suala zima la kuzuia vifo vya mama na mtoto katika uzazi. Hivyo Suma JKT imeona umuhimu wa kuungana na serikali katika kuhakikisha huduma bora zinapatikana katika hospitali zetu. Lengo kuu la mbio hizi kwa mwaka huu wa 2026 ni kuwezesha huduma za afya ya mama na mtoto katika hospitali ya Makole iliyopo jijini Dodoma na hospitali ya rufaa ya Jeshi Rugaro, especially kitengo kile cha huduma ya afya ya uzazi na watoto kilichoko pale Mwenge, kwa kutoa vifaa tiba na mahitaji mbalimbali kwa ajili ya kusaidia kuboresha utoaji wa huduma za afya na kukidhi mahitaji ya wananchi wanaopata huduma katika maeneo hayo na maeneo ya jirani. Akizungumza katika hafla hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Suma JKT Brigadier General Petro Ngata amesema mbio hizo zinatarajiwa kushiriki takribani 10,000 zenye matumaini kuwa mbio hizo zitajenga afya na mshikamano katika jamii. Tunatarajia mbio hizi zitahudhuriwa na washiriki takriban 10,000. Kwa hiyo tunategemea mbio hizi zitakuwa ni miongoni mwa mbio kubwa kuwahi kufanyika hapa nchini. Nipende pia kutoa taarifa kuwa baada ya uzinduzi huu litafanyika tukio la uhamasishaji kwa wananchi katika jiji la Dodoma ambayo itafanyika tarehe 28 mwezi Machi 2026, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mbio hizi. Ni matumaini yetu kuwa mbio hizi zitajenga mshikamano, afya na maendeleo kwa jamii yetu ya Watanzania. Mwakilishi wa mdhamini mkuu wa mbio hizo benki ya CRDB ambaye ni kaimu mkurugenzi wa wateja binafsi CRDB Farid Saifu wameahidi kuendelea kushirikiana na Suma JKT kuhakikisha mbio hizo zinakuwa kwa viwango vikubwa na kugusa jamii katika maeneo mbalimbali. Tayari kushiriki mbio hizo waweze kujisajili kidijitali. Lakini mbali na ushirikiano huu tunaotoa wakati huu wa maandalizi, benki ya CRDB itaendelea kufanya kazi bega kwa bega na Suma JKT kuhakikisha mbio hizi zinakuwa za viwango vikubwa, kwani tuna uzoefu wa kutosha wa kuandaa mbio hizi. Kama ambavyo mnajua, CRDB inaandaa kuchukua nafasi hii kualika wananchi wote kushiriki mbio hizi za Suma JKT Marathon 2026 kwa malengo ya kuimarisha afya zetu, kukutana na wadau wengine kibiashara, na pia kukutana hata na marafiki wale ambao hatujakutana nao muda mrefu. Kwa hiyo nafasi hii itakuwa ni nzuri, kwani taifa lililo na watu wenye afya nzuri ndilo ambalo linakuwa na maendeleo yanayoeleweka. Sisi Suma JKT Guard Limited tutakuwepo. Itakuwa ni mbio ambazo hazijawahi kutokea. Kwa kifupi tu nishukuru na kuwatangazia Watanzania wote, hizi ni mbio za kizalendo. Ni mbio ambazo watakimbia kila mmoja, na tutajenga afya na kupata kuweza kushirikiana na Watanzania wengine. Wakulima wa mboga na matunda wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wameshauriwa kupima afya ya udongo kabla ya kuanza uzalishaji wa mazao, hatua inayolenga kuongeza tija ya kilimo na kuwawezesha kujikwamua kiuchumi, wakitakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya mbolea ili kuilinda afya ya udongo. Taarifa ya Nicholas Ndabila kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi.
Hayo yameelezwa katika semina ya wakulima wa mboga mboga pamoja na matunda wanaopatikana katika kijiji cha Ihanda pamoja na maeneo jirani, ambapo mtaalamu wa mbegu kutoka kampuni ya East West Seed ndugu Cosmas Chazi ameeleza kuwa kampuni hiyo ina mpango wa kuhakikisha inafikisha elimu ya afya ya udongo kwa wakulima pamoja na kuwahudumia bure kabisa wakulima wa maeneo ya vijijini ili kuwawezesha kujikwamua kupitia sekta ya kilimo. Elimu ya upimaji wa udongo, sisi kama East West Seed tuna mkakati mkubwa sana wa kuweza kuwafikia wakulima wote waliopo maeneo ya mbali. Cha kwanza, kama nilivyosema kwamba tuna wawakilishi mabwana shamba kila mkoa. Maana yake huyu bwana shamba anakuwa anamfikia mkulima popote alipo. Kikubwa tu ni mawasiliano yake, kwa atafikiwa popote alipo, atapimiwa uchachu wa udongo wa eneo lake bila gharama yoyote. Lengo la kufanya hivi ni kwamba itamsaidia sana mkulima kumshauri kwenye aina za mbolea atakazotumia kulingana na uchachu wa udongo wa eneo lake. Kwa upande wake, mtaalamu wa mbolea kutoka kampuni ya ETG ameeleza kuwa ili wakulima waweze kujikwamua kiuchumi kupitia kilimo, wanapaswa kuzingatia elimu ya afya ya udongo ili mbolea ilete matokeo chanya kwa hatua tofauti tofauti ya mmea, huku akiwasihi kutumia wataalamu wa kilimo walio maeneo jirani, yani mabwana shamba. Tuna mbolea ambazo ziko kwa mfumo wa maji na tuna mbolea ambazo ziko kwa mfumo wa poda, zote zikitoa virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji wa mmea. Mbolea hizi zote ili tuweze kuzitumia kwa usahihi ni lazima tuwe na vipimo vya afya ya udongo. Wakulima hao kutoka katika vijiji vya Ihanda, Mponela, Sakamwela pamoja na Nanyunyi wilayani hapa wanaeleza namna walivyokuwa wakifanya kilimo chao hapo awali, huku wakikiri kuwa kupitia semina hiyo imepeleka msaada na nafasi ya wao kufanya mapinduzi au mabadiliko kwenye kilimo chao kupitia elimu ya mbegu bora, uandaaji wa shamba, matumizi ya mbolea pamoja na dawa za kulinda mimea. Kwenye semina hii nimeipenda, nimenufaika mambo makubwa ambayo nilikuwa siyajui, namna ya kujifunza kilimo cha nyanya. Kwa kweli wakati mwingine nilikuwa na bunia tu, lakini kwa sasa wamenipa mwongozo mzuri kuanzia mche unapokuwa mdogo, unapoenda hatua ya maua, unapoenda hatua ya matunda. Wamenipa semina ya kuweka hatua vizuri, hususan mbolea, madawa na changamoto ambazo zilikuwepo, nadhani sasa zitapungua. Nimepata vitu vingi sana kutokana na mafunzo ya leo. Kuna mbegu, kuna hasa kwenye mbegu bora, nimekuja kwenye uandaaji wa shamba, nimekuja kwenye matumizi bora ya mbolea. Hasa tulikuwa tunatumia mbolea kwa kutumia mazoea, lakini kumbe kuna mbolea pia kuna muda ambao sahihi ambao waweza kutumia mbolea. Mimi ni mama mkulima wa nyanya na hoho kwa miaka 5, na wahamasisha na akina mama wengine ndio tuingie kwenye kilimo cha nyanya na hoho. Maana tusitegemee waume zetu 100%. Wanawake kwa sasa tunaweza. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Ihanda wilayani Mbozi mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Kamati ya kudumu ya Bunge miundombinu imeiomba serikali kuingilia kati miradi ya ujenzi ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ili kuongeza kasi ya usimamizi wa majengo ya kimkakati, ikiwemo kituo kikuu cha kutoa taarifa ya matukio ya tsunami na kituo cha utabiri na ofisi za kanda ya Mashariki, ambayo hadi sasa bado inaonekana kusuasua. Tupate taarifa kamili. Ombi hilo limewasilishwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Selemani Kakoso wakati kamati hiyo ilipotembelea katika mamlaka hiyo kupokea ripoti ya utekelezaji wa miradi ambayo serikali imewekeza kwao. Pia ameomba wananchi kufuatilia taarifa za mamlaka hiyo na kuacha kupuuza, kwani serikali imewekeza vilivyo kwa ajili ya mitambo ya kisasa ili wananchi wapate taarifa za tahadhari na kuchukua. Lakini jambo jingine ni wito kwa Watanzania. Watanzania wengi wamekuwa sio wafuatiliaji kwenye vitu vile vya msingi. Utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na TMA ni mzuri ambao umekava karibu kila eneo kwenye nchi. Kuna faida ya ufuatiliaji. Unapofuatilia watakuambia uhalisia. Kama wewe shughuli zako ni za majini, utajua uhalisia ulivyo. Kwenye shughuli za kilimo, kwenye shughuli za kibiashara, kila kitu wanakitoa kwa uwazi, na wao wameenda mbele zaidi. Ndio maana
Ndio maana watumishi wanaofanya kazi kwenye eneo hili asilimia kubwa. Mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA na makamu mwenyekiti wa Jopo la Kimataifa la Sayansi ya Mabadiliko ya Hali ya Hewa na Tabia Nchi IPCC Dr. Ladislaus Changa ameshukuru serikali kwa kuwekeza mitambo ya kisasa ikiwemo rada, jambo ambalo limekuwa chachu kwa mataifa mengine kuja kujifunza kile ambacho tumefikia katika utabiri wa hali ya hewa. Hivi tuna rada 5, ni uwekezaji mkubwa sana, lakini tuna mitambo mbalimbali ambayo inatusaidia katika kuimarisha utoaji wa huduma za hali ya hewa kwa ujumla wake. Lakini fanikio lingine ambalo tumeendelea kuwaeleza ni namna ambavyo tumeshika nafasi katika ukanda wa bara la Afrika katika kusaidia baadhi ya nchi. Sasa ukija katika miradi miwili ambayo inafanyika sasa hivi ni mradi wa ujenzi wa jengo la kutoa tahadhari ya matukio ya tsunami na kituo kikuu cha utabiri ofisi za kanda ya Mashariki. Sasa huu mradi umekamilika kwa asilimia 65 na tunatarajia kwamba ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 5 utaweza kuwa umekamilika. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee mji kasoro bahari chini ya milima ya Uruguru, Morogoro. Soko la Mawenzi katika manispaa ya Morogoro linahudumia maelfu ya wakazi kwa kuwapatia bidhaa mbalimbali za vyakula kila siku. Bado hali ya miundombinu ndani na nje ya soko hilo inaendelea kuwa changamoto kubwa, hasa wakati wa msimu wa mvua. Wafanyabiashara na wateja hulazimika kukabiliana na mazingira magumu, ikiwemo barabara zenye matope, mifereji isiyopitisha maji vizuri, pamoja na maeneo yasiyo rafiki kwa shughuli za kibiashara. Kutoka Morogoro, Pascal Elias anazungumza na wafanyabiashara. Wakizungumza na Upendo TV hivi karibuni, baadhi ya wafanyabiashara pamoja na wakazi wa mkoa wa Morogoro wameeleza masikitiko yao juu ya hali hiyo, wakisema inawaathiri moja kwa moja kiuchumi na kiafya. Wameiomba serikali pamoja na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na madhubuti kuboresha miundombinu ya soko hilo, wakisisitiza kuwa soko la Mawenzi ni kitovu muhimu cha uchumi kinachowanufaisha si tu wakazi wa manispaa ya Morogoro bali pia wananchi kutoka maeneo ya jirani. Yaani kwa kusema kweli hali ni mbaya sana. Na mimi nashindwa kuelewa kwa nini serikali inashindwa kuweka miundombinu katika hali ambayo iko sawa sawa. Kwa hiyo ombi langu mimi kwa serikali, ninaiomba sana, hili soko linaingiza mapato, linafanya wafanyabiashara wanapata pesa kwa ajili ya kuwapeleka watu mashuleni, watoto wao, na namna yote ile ambayo inayokuwa inawezekana. Kwa hiyo tunaomba serikali iliboreshe hili soko, ikiwezekana ilibomoe, iweke miundombinu vizuri. Kwa nini serikali mbona haiwezi kushindwa? Au hii soko ina mapato kiasi gani? Si mapato tu mengi ya kutosha. Kwa hiyo mimi bwana, kero yangu ndio hiyo, naiomba tu serikali iangalie namna nzuri kabisa ya kuliboresha hili soko, kwa sababu linaleta bidhaa nyingi katika mkoa huu na sehemu nyingine zote. Kiukweli changamoto ya Mawenzi ni swala la barabara, haswa hii barabara yetu. Barabara yetu kama unavyoona ina mashimo, maji hayaendi kwa usahihi kwa sababu barabara zimezibwa na matope. Lakini pia hata parking yenyewe imekuwa adimu. Lakini sio Mawenzi tu peke yake, hata hizo njia za kutoka maeneo mengine kuingia Mawenzi limekuwa ni tatizo kubwa sana, ambayo ni changamoto ya muda mrefu sana. Kwa hiyo kama manispaa au serikali inaweza katuangalia katika hilo, tungeshukuru sana, kwa sababu barabara ni mbovu kwa miaka mingi. Huwa wanakuja tu wanakuangua alafu wanaiacha. Kwa ndo kama mashimo kama mnavyoyaona. Changamoto ni nyingi, ukizungumzia kuhusu swala la changamoto sokoni. Changamoto ni nyingi. Mazingira yenyewe hayako vizuri. Lakini maombi yetu kwa serikali, kama inakuwa inawezekana kuboresha mazingira ya soko. Parking za magari zimekuwa adimu, kwa sababu soko la Mawenzi ndio soko ambalo linategemewa mkoa wote wa Morogoro. Kwa sababu ukizungumzia Morogoro unazungumzia mizigo inatoka hapa inaenda Kilosa. Kingalu wenyewe wanakuja kuchukua hapa mizigo wanapeleka Kingalu. Kwa hiyo ni soko ambalo linategemewa kwa kiwango kikubwa na mkoa wa Morogoro. Ni chafu, wateja hawaingii ndani, wanaona matope. Kwa hiyo kero letu ni hilo, matope mengi. Watutengenezee angalau kipindi cha masika kama hivi matope tu. Kwa hiyo watutengenezee
na changamoto kubwa, na hatutaki nje wafanye biashara, waingie ndani. Ndani wanaogopa matope, wanaenda nje. Kwa hiyo waingie ndani wafanye biashara. Kwa sababu wakiwepo ndani wafanya biashara, sisi huku ndani hatuuzi, biashara inakuwa ngumu. Baadhi ya wananchi wamesema kuwa uboreshaji wa soko hili utachochea biashara, kuongeza mapato ya wafanyabiashara na kuboresha huduma kwa wateja kwa ujumla. Upendo TV inaendelea kufanya juhudi za kufikia uongozi wa soko kwa ajili ya taarifa zaidi. Kutoka mkoani Morogoro, Pascal Yasi, Upendo TV, amani kwa wote. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo imeridhishwa na miradi ya serikali inayoendelea kujengwa katika Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS Mloganzila, na kukamilika kwake kutaleta mapinduzi makubwa ya tiba nchini kwa kuwa na elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi na maendeleo endelevu ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa kamati hiyo Husna Sekiboko wakati walipofanya ziara ya kutembelea miradi mbalimbali na kujionea utekelezaji wake katika chuo hicho kilichopo Mloganzila, ambapo wamesema wamevuka malengo kwa asilimia zaidi ya 10. Leo tuko katika mradi wa ujenzi wa campus katika upanuzi wa Chuo Kikuu cha Muhimbili MUHAS ambao unafanyika hapa Mloganzila jijini Dar es Salaam. Na katika ziara yetu tumetembelea majengo mbalimbali, majengo ambayo ni pamoja na majengo ya utawala, majengo ya theater za ufundishaji, lecture theaters, maabara, maeneo mbalimbali ya kufundishia na kujifunzia katika kutengeneza hiyo kampasi mpya ambayo itakuwa inaongeza wigo wa ufundishaji wa madaktari katika nchi yetu. Kitu kikubwa ambacho tumekiona katika mradi huu ni kwamba majengo, kwa maana ya miradi yote ambayo tumeitembelea, iko juu, iko mbali zaidi katika hatua za utekelezaji ukilinganisha na ratiba iliyoko kwenye mkataba. Akizungumza katika ziara hiyo, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema ziara hiyo ni chachu ya kujitathmini kile ambacho serikali imewekeza na namna utekelezaji wake, na kwamba kukamilika kwa miradi hiyo kutafanya eneo hilo la Mloganzila kuwa kitovu kikuu cha tiba kwa Afrika Mashariki. Hapa wamekuja kutembelea mradi wa Higher Education for Economic Transformation, ambapo kwa kampasi ya Mloganzila kuna takriban jumla ya shilingi bilioni 77 ambazo zinatumika hapa. Kuna fedha nyingine takriban bilioni 38 ambazo zinatumika katika kampasi ya kule Kigoma, na ujenzi unaenda vizuri sana. Sasa swala muhimu sana na kubwa ni kwamba hapa Mloganzila pataibuka mji wa kitaaluma wa utabibu. Itakuwa na academic health center city, ambapo kutakuwa na vituo vingi vya umahiri. Jengo hili tulilosimama hapa ni kituo cha umahiri cha Afrika Mashariki kuhusu masuala ya ugonjwa wa moyo na mishipa ya damu. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amewahakikishia kuwa wilaya yake itaendelea kutoa kila aina ushirikiano ikiwemo ulinzi, kwa kuwa hata wao wanatarajia kunufaika na mageuzi makubwa ya kimaendeleo ya masomo na tiba pamoja na ongezeko la wageni, jambo ambalo halmashauri itakwenda kunufaika nalo. Lakini kipekee sisi kama wilaya ya Ubungo tunauzungumzia huu mradi kwa jicho la maendeleo zaidi, kwa sababu kama ambavyo mmesikia, mradi huu awamu ya kwanza tayari chuo kinaendelea kupanuka, lakini tutakuwa na centers of excellence au center za umahiri katika wilaya yetu. Maana yake ni kwamba idadi kubwa ya watu itaongezeka watakao kuwa wanakuja kuhudumiwa katika eneo hili, lakini pia vile tafsiri yake ni kwamba ajira zaidi zitatengenezwa katika wilaya yetu, hata kama ni watu wanaotoka nje ya wilaya, lakini maana yake wataajiriwa ndani ya wilaya. Wale wote watakao kuwa wameajiriwa hapa, maana yake huduma zao za msingi zitapatikana ndani ya wilaya. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea tutaungana na Poti na Nelson kwa habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.